za mwenyekiti wetu Yusuf Manji ambaye ametangulia mbele za haki. Tumwombee Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amwapushie na adhabu za kaburi. Amen. Na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Baada ya kusema hayo, Young Africans tulipitia wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama. Lakini nakumbuka 2020 Mr. Ghalib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 300, na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde, na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubid na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi. Na mimi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji, ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara. Lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa na Mr. Ghalib akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoishabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji 4. Tukamsajili Ditra Mchimbi, tukamsajili Adeyum Saleh, tukamsajili Bernard Morrison, na tukamsajili Haruna Nionzima, na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Kwa hiyo ulikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Neverland kuja Regents Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa chuo cha sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha. Na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luke Aima kama mnakumbuka, na baada ya hapo kuanza kuweka motivation. Nakumbuka mara ya kwanza Nugas alikuwa anabeba kabisa milioni 10 kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji, kwa jamani, fedha ni hizi, mechi mkishinda mtaondoka na hizi fedha. Ilikuwa ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kutupa matokeo. Tulikwenda na baadaye tukaweza tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi. Ulikuwa ndo msimu wa kwanza wa 2021 ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani ukitaka kuihamisha timu kutoka sehemu hii kuipeleka hii inahitajika gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inahitajika fedha. Na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na Mr. Ghalib free from his pocket, kwamba nataka tuisupport team sasa. Nikaja na wazo kwa ile background yangu ya investment. Tukasema lazima tuwe na short term plans na tuwe na long term plans. Short term ni hii kusupport, kuinua quality. Lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi. Kwa hiyo mwenyekiti Dr. Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation. Nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo, tukalipa nguvu hili wazo likaweza kutransform timu yetu. Basi nikamconsult, tukakaa tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake, tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati, tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi. Kuna wanasheria, mwenyekiti wetu Mzee Mgongolwa, kuna kina Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarimo walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri, tukajifunza kutoka kwao na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje, tukakama na mfumo wa mabadiliko.
na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba. Club ya Young Africans ikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka incorporate, na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu uliofanyika mwezi wa sita mwaka 2021, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu, na ulihudhuriwa na wanachama 1770 na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo. Na baada ya kuridhia tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo, na sehemu ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka 100% kwenda 49 kwa wawekezaji, 51 kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership, ambayo ilikuwa nataka mwenyekiti abadilike kuwa rais na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi, na eneo la tatu ilikuwa fan engagement, ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi. Na mnamo mwaka 2022 tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2021. Tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe sikumbuki ilikuwa mwaka 2022 Julai 9 tukafanya uchaguzi, ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa klabu ya Young Africans kwa kipindi cha miaka 4 ambayo naihudumia kwa sasa. Asante. Tumepata walau kufahamu kile ambacho kimetuleta hapa. Engineer ameelezea safari yake na hiki ambacho anakielezea sasa. Fatma, kwanza mimi ni shukuru mtu mmoja ambaye wa kwanza nitamtaja ni Mr. Ghalib Said Mohamed. Yeye alikuwa ni sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nichukue fursa hii kumshukuru kwa support yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha personally kwangu, lakini pia kwenye taasisi ya Club ya Young Africans. Nyuma ya haya mafanikio kumekuwa kuna mawazo, kumekuwa kuna ushauri, kumekuwa kuna guidance na watu wengi ambao wamekuwa wakinipa ushauri. Nisiwezi kuwataja watu wote hapa, lakini wamekuwa ni sababu kubwa ya hiki. Na ni kweli wakati naingia madarakani kama mwenyekiti wa club, nafikiri inaweza kuwa ni mwenyekiti mwenye umri mdogo kuliko wenye viti wa vilabu hivi vikubwa katika historia yake. Miaka 30 kitu haikuwa rahisi kukabidhiwa Young Africans. Kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana? Kwanza ni dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya Young Africans, ambayo ni klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni dhima ambayo tulikuwa nayo kama community ambayo tulikuwa tunaitaka. Young Africans ni club kubwa kuliko zote kwa umri hapa Tanzania. Haiwezi kuwa club ambayo inaweza kupitia shida wakati kuna watu wenye uwezo wa kuisaidia wakawepo. Kwa hiyo naweza kusema nili abandon my professional career kama civil engineer na kuweka jitihada kwenye mpira. Hilo ni eneo la pili. La tatu ni kuungwa mkono kwa uongozi wetu kwa wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki waliweza kutupokea vizuri sana. Waliamini kabisa ya kwamba brain zetu zikiungana kwa pamoja, kwa wajumbe wa kamati ya utendaji, makamu wa rais, pamoja na viongozi mbalimbali ambao tunaweza kusema ni brain nyuma ya Young Africans, tunaweza kufanikiwa. Challenge ya kwanza ilikuwa ni umri, naonekana ni kijana mdogo. Challenge ya pili ni kwamba sijawahi kuonekana kwenye uongozi wa mpira, kwamba kuongoza vilabu mbalimbali. Na hicho kilikuwa kinatia wasiwasi. Na wasiwasi huo ulikuwa ni haki kwa hawa watu kuwa na wasiwasi. Lakini nataka niwaambie, vijana sisi wengi sana tuna uwezo mkubwa sana. Na kitu ambacho tunaweza kukifanya ni kuhakikisha tunapewa nafasi. Na tukipewa nafasi, naamini hata hapo watu ambao wako nyuma ya hizi kamera wana uwezo mkubwa sana hata kwa huo umri wao mdogo waliokuwa nao. Kwa hiyo cha kwanza ni kupewa nafasi vijana na kuaminiwa. Lakini la pili ni sisi vijana kutendea haki hizo nafasi zetu. Nikiri ya kwamba haikuwa rahisi, lakini tumepambana, na naamini vijana wengi wanaweza wakiaminiwa. Tumepata guidance kwa viongozi wetu wa juu, nikianza na mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Mzee Mkuchika, wajumbe wa bodi ya wadhamini kina Anton Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu, Abbas Tarimba, mama yetu Karume. Hao wote wamekuwa ni mentor kwenye uongozi wetu, lakini pia viongozi mbalimbali ambao wametusupport. Kwa hiyo vijana tukipewa nafasi tunaweza, na hii ni mfano tosha kwa kijana mdogo kupewa club kama Young Africans na akaitendea haki. Ramadhani Mbwaduke, pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi kuamini vijana akiwemo